Lakini kinachonisikitisha, tokea wakati naanza kuwasiliana na tume, niliambiwa nipeleke mawakala. Nikapeleka mawakala. Ninapojua mawakala wote vitutu vyangu vilikuwa ni 32. Kwa hivyo mawakala wangu ilikuwa wawe 64. Sababu kila kitutu ni mawakala wawili. Lakini baada ya kupeleka pale wakaniambia ni wengi. Kwa hivyo wapunguze. Wakataka wakala mmoja mmoja. Na huyo wakala mmoja mmoja siku uchaguzi ulipofika nikawapeleka wale wa kwanza kabla kufika uchaguzi. Nataka karatasi ambayo ilikuwa ya kujulikana kama yule ni wakala ama si wakala wakati wa kuingia ndani. Hawakutaka kutoa. Tulikaa mpaka usiku saa 3 ndio wakatupa fomu za wao kujulikana kama hawa ni wakala wa INEC. Mimi mgombea mpaka saa 3 za usiku mimi natafuta kitambulisho cha kuingia katika vituo, ndio wananipa karatasi. Baada ya kunipa karatasi, siku ya pili yake tunaingia katika uchaguzi. Kuingia katika uchaguzi asubuhi yake, wakala wangu wote waliopewa ile karatasi ya kuingia ndani walitolewa nje, wakaambiwa msiingie ndani. Tukaanza na uchaguzi kwa magumashi katika vituo vyote vya jimbo la Chake Chake. Tukaingia katika hali hiyo hiyo ya magumashi katika uchaguzi. Baada ya kuendelea na shughuli za uchaguzi, kufika saa 8 wakala wangu wengine wakaingizwa, wengine wakatolewa. Na ilipofika saa 10 wote wakatolewa nje mawakala. Tayari ilikuwa ni kituo kishabadilika baada ya kupigia kura, hasa cha kuhesabu kura. Lakini kwenye kituo cha kupigia kura walikuja wale majeshi ambao walipiga kura tarehe 28, wote walipiga tarehe 29. Wanapiga mawili. Mimi binafsi yangu niliwatoa majeshi wawili katika kituo, nikauliza nyinyi mlikuwa nje mkijifuta wino, sasa hivi mnapiga kura? Wakaniambia bado hujapiga kura. Nikamwambia hamuingii. Wakatoka kwa sababu walikuwa tayari washapiga kura, lakini walikuwa wanaenda kuchukua kura nyingine wapige. Lakini kwa bahati nikamwambia hapa mnatafuta litakuwa. Kwa hivyo hawakupiga tena kura pale, wakaondoka. Sijui kama ndio katika kituo kingine ama vipi, lakini pale waliondoka. Lakini hata hivyo waliingia watoto waliokuwa wanaingia pale kupiga kura ni wadogo. Halafu kwenye uchaguzi huu bwana, hatuja na uchaguzi mchafuzi, kwa sababu anakuja mtoto hajatimia hata miaka 18, anakuja anapiga kura. Wengine wanapewa karatasi na washuhudia kwa jicho langu, wanapewa karatasi, eti karatasi unampelekea PO, anakuchamia anakuangalia, anakuchamia kura, anakwenda kupiga. Huyu karatasi hii ni na kitambulisho. Ina maana walikuwa wakipiga kura watu walikuwa hata vitambulisho hawana. Unaona, nimeshuhudia kwa jicho langu. Kulikuwa na chumba special cha kupigia kura CCM watu vijana wadogo. Ukiuliza mimi binafsi yangu chumba hicho nishakwenda mara 2. Jamani, chumba hichi cha kina nini? Ukiangalia mna mtu wazee kaekwa humo na wazee kaekwa humo na sanduku limewekwa humo, watu wanatia kura. Kilichonisikitisha zaidi wakati wa kuhesabu kura, sasa tunafika muda wa kuhesabu kura, tunaambia mapio muda wa kuhesabu kura tayari, njoo kuhesabuni kura. Wanasema si kazi yako, kuhesabu kura tunaweka sawa. Wanaingia ndani kita kutoka nje. Wanaingia, kuna kitu gani kuwasaidie? Angalia majukumu yako, ndio tukiambiwa. Mimi ni mgombea, jukumu langu la kwanza ni hili. Si jukumu lako, angalia jukumu lako. Tena mtoto mdogo anakujibu maneno kama hayo, maneno yaliokuwa hayana msingi wala si utaratibu wa uchaguzi. Unastahamili. Lakini baada ya saa 12 kuna hesabu kura zile, mimi nilikwenda katika kituo cha kwanza. Baada ya kufika kituo cha kwanza, unaona hamna wakala. Nikaambiwa si wakala wa INEC, si lazima. Nikaambiwa basi nitakaa mwenyewe. Nikaambiwa nikae. Nikamiminwa kura. Zilipomiminwa kura chini, baadaye kuna mfuko ukatiwa mkamini kaje kwa nyingine. Mimi nikauliza kura hizi napokea wapi? Wakanijibu si kazi yako. Nikamwambia hii ndio kazi yako, kwa sababu nisingalifika hapa. Si kazi yako, ndio tushakwambia tutakalo muasisi, ndio hilo tumeamua. Unajibiwa na watu wa nani wa uchaguzi yao wa makarani au PO na PA, wanajibu maneno hayo. Baadaye kufungua nikauliza, mmoja akanijibu hizi ni kura zilizopigwa jana. Nikamwambia jana ninavyojua mimi tarehe 28 uchaguzi ni wa rais wa Zanzibar, diwani na mwakilishi. Hakuna mwakilishi, hakuna uchaguzi wa mbunge jana. Hizi zinatokea wapi? Ndio tushakwambia zimepigwa jana. Hiyo si kazi yako, tunasuluhisha na masuala mengine. Kura zilipokuminwa hizo zimezidi kura tena nyingi sana. Nikakaa nikaangalia kila kura nayoitoa, nikaambia iweje kuna vyama 17 tulivyogombania nafasi ile, lakini leo unazitoa karatasi za fika 30. Chama kimoja tu, unamtaja mtu chama kimoja tu. Hivi hapa palikuwa ilikuwa ni upigaji kura gani uliopigwa huu? Si kazi yako. Wewe angalia, kama unakuja hapa kushuhudia, wewe shuhudia tu. Si ruhusa kukamata karatasi wala si ruhusa kukamata kura. Anakujibu hivyo mtu wa tume ndio anakujibu swali hayo. Nachukua simu, nampigia simu afisa wa jimbo, simu hapokei. Nampigia simu afisa wilaya ili anifahamishe, hapokei. Mwisho leo nitakuja hawaji. Ina maana kwamba afisa wa tume wa jimbo na wa wilaya wote kwa mashauri moja pamoja na wale
Hayo ni mashauri ambayo kwa alikuwa shapangwa zamani. Tayari tukaingia kama basi haina haja ya kusubiri hapo, nasubiri kidogo. Mawakala wangu umetolewa ndani. Kura si kuambiwa kama kura zimehesabiwa hivyo la vipi. Kitu tunajua ukishahesabu kura unabandika ukutani kwenye hesabu za kupigia kura zile unazipiga unazisimamisha ukutani. Hazikubandikwa. Walichukua masanduku yao baadaye wakaondoka. Baada ya kabla ya kuondoka mimi nikapata simu sasa. Nikaambiwa ondoka haraka hapo kituoni kwa sababu inaonekana au unaleta fujo. Pere inaonekana unaleta fujo, si hivyo kitaka kufika hiari yako. Wakapigiwa watu simu nje ili walipige mie. Yaani napigiwa simu kutoka sehemu mbalimbali, ondoka kituoni. Mimi kabidi sina budi nikafanya nini? Nikaondoka. Tunafahamu kituoni. Nikaambia bwana ikiwa ni riziki yangu Mwenyezi Mungu atalipa kwa dunia na msikuficheni. Mimi sisamehe, hili ni haki yangu na nimeiona kwa kuishuhudia mwenyewe makali niliyofanya. Kwenye kupiga kura saa 9 na dakika 40 kama sikosei au dakika na nusu niko kituo cha Michakaeni. Nilikutia gari inashusha watu, nitakushusha watu. Nimesimama hivi. Kwa bahati ilikuwa ukipiga simu tu mtu anakuwa wanaogopa kwenye gari. Unaona kama hata wanaitana wale tenzi wao. Sasa kufika gari pale kusimama gari, mimi nikachukua simu nikasema hii gari itakuwa aidha ina kura ama ina watu wanaopiga kura. Nikachukua simu kutaka kumpigia wakala wangu wale ndani nimwambie kama wanakuja hao. Kwa hivyo angalieni vizuri. Akashuka dereva wa gari na mwenzake. Kushuka akaninyemelea, akaniambia umetupiga picha gari yetu. Nikamwambia mimi sipiga picha gari, tunafahamu na nipige picha gari ina kitu gani? Akaniambia kukubali, lazima umetupiga picha. Akamwambia mwenzake njoo tumtie adabu. Yule mwenzake akamwambia muache. Tayari njoo tumtie adabu. Mwenzake akamwambia muache, ni mgombea huyo, hebu muache. Akaniachia. Akaniambia subiri tutamuonesha. Nikamwambia sasa nionyesheni, mimi siku ya kufa ni moja, nimezaliwa siku moja nitakufa siku moja. Tayari baadaye pale nikaona wanakuja sasa wenyewe. Nikapiga simu kutoka mkoa wangu. Nikamwambia jamani observer hapo waje waangalie hali iliyopo. Kwa bahati wa observer nazungumza vile wakapita pale. Kupita baada ya kuniona mimi rumana akasimama. Kusimama wakaja wakaionelea. Kuiona kuna mmoja anamchukua kamera huku. Mimi nikamwambia siwezi kumpa simu yangu huyu angalie wakati mimi sikuwa na lengo la kupiga picha. Kwanza baadaye nikamwambia humu na wasasilamu mwenye gari lazima isingalikuwa kanaambia kama nataka kupiga picha lazima mna kitu katika gari. Hamna kitu nikamwambia fungua. Na iwapo hamna kitu basi mimi niue hapa niko tayari. Nikafungua katika gari akafungua kama watu kwenye gari wao watu ambao nitakushushwa mbona ndio kupiga. Unafahamu walipokuja ile msafara pale akazungumza nao baadaye mzanga akanambia tulete hiyo simu yako tuiangalie kwa sababu ndio wamenikiwa ndini. Leo tuiangalie haya mambo yamalizikia hapa. Wakaiangalia baada ya kuiangalia wakaambia humu hamna picha basi kama ni hivyo tusameheane. Mimi nikawaambia kama msinisamehe lakini mimi nadai nini? Nadai haki yangu ndio nifuatie hapa. Na kama hamtaki uchaguzi ni kwa moja kwa moja mseme kama hakuna uchaguzi ungalipumzika. Unafahamu? Baada ya kumaliza hapo mimi nikaingia kwa usafiri wangu nikaondoka nikapita tume kwenda kuangalia watu na maafisa kama wako wajibu ama na wilaya kwa sababu tukiwapigia simu hawaji kwenye matukio wala hatushughuliki. Nilipofika nikaambia hawapo watu. Baada ya kuambiwa hawapo watu katika matukio yale pale tume hapana mtu nikaondoka mimi nikaja zangu jibu wapi kwenye vituo vyangu. Katika vituo nilipofika manyango ndio yale yaliokuwepo. Mimi mwisho nikasema bwana hakuna uchaguzi. Kama nitaka uchaguzi singalikuwa hivi. Bora mimi niondoke isije kuwa sana. Kwa bahati nzuri wakafunga vile vituo vyao vya kupigia kura. Lakini wale watendaji wa ZEC, wa INEC, makarani nao walikuwa wanahusika kwenye kupiga kura kwa ushahidi kwa sababu kuna watoto baadhi ya watoto unawabana wanakuambia vipi tumepiga sie kweli kura mara mbili tumepewa shilingi 70 tulipewa shilingi 70 kwanza jana tulitandishwa pesa nzima tayari na tukapata shilingi 70 tumevaa maguo mengi takuma watu hatuyawezi lakini 70 tumepewa wanazungumza vijana wenyewe wao sasa hivi kama hiyo kazi imefanyikana na siku ile wanaingia kwenye kituo wanakuambia unakijua kile kitu rudi mchoko pembeni hivi kile sasa tuliingizwa mara 3 tukaamua tusiseme tunaandika majina wala hatuna vitambulisho vyenu viko wapi hatuna vitambulisho ni watoto wadogo ambao kwa ni mtoto unaweza kumpiga lakini ukimpiga unasema huna hatia kwa sababu kaletwa kwa hiyo hayo ndio masuala yaliyotokea kwa uchaguzi hakukuwa na uchaguzi kulikuwa na uchafuzi na vurumaji hizo ni haki na wamejichukulia wenyewe wao na mwisho wa habari wanajipita kijisifu sana bwana hakukuwa na uchaguzi tumechukua tunachotaka tumeondoka uamuzi tunachukua saa hizi kutokana na chama changu na uchaguzi ukifanyikana tunaenda mahakamani kuitafuta haki kwa sababu baada ya siku ya kwanza ya pili yataka kuliandika barua ya kupewa matokeo yetu ya vituturi lakini vile tukaenda INEC pale tulipofika hawakutupa
Nilikwenda na barua, nilipofika hakutaka kunishughulikia, walikuwepo hakulipa, baadaye wakaniambia njoo kesho. Nikaenda siku ya pili yake wamefunga, siku ambapo wakaona nahangaika, watu wa Azeki wakaniambia bwana hawa siwahangaishi. Washaondoka na shamba za muda wao. Yaani, kwa hiyo hakutupa mpaka tupata yale matokeo sasa ya Viguduli watupe, wameshindwa. Wameshindwa kutupa, kwa hivyo tumeamua tuende mahakamani. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kutafuta haki. Asante sana, shukrani.